moja kingine ambacho nataka nikiweke wazi ni kwamba sisi tumekuwa tukifanya marekebisho ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Nimeona hilo linaandikwa andiko sasa. Lakini marekebisho tulikuwa tunayafanya yalikuwa yanahusisha viti, yalikuwa yanahusisha mfumo wa AC, mfumo wa umeme, mfumo wa matangazo na vitu vingine kadhaa, vyoo na vitu vingine kadhaa. Hayakuwa yanahusisha pitch. Pitch ilitengenezwa mara ya mwisho na CAF mwaka juzi wakati Simba walipokuja kucheza na Al Ahly hapa kwenye mchezo wa AFL, ufunguzi wa AFL. Na wakatupa kwamba mnaweza kuitumia kwa miaka miwili. Kwa hiyo kazi ambayo tumekuwa tukifanya ni kuimaintain. Tulipata bahati mbaya siku ile mvua ilitoka wapi ikatupiga masaa mawili kabla ya mechi, na kabla ya maji hayajakauka boma linabidi liwe uwanjani. Kwa hiyo uwanja ukaharibika na tuliufunga wenyewe. Kwa hivyo marekebisho ambayo tulikuwa tunayafanya hayakuwa yanahusisha pitch. Sisi pitch tumeruhusiwa kuitumia kwa miaka miwili, ambapo tutaanza kuirekebisha baada ya mashindano ya CHAN ambayo yanafanyika mwezi mzima wa 8 mwaka huu. Hilo nao. Mtazamaji wa Zoa TV, tunaamini kwamba kila wakati, kila muda upo na Zoa TV bamba tu bamba. Lakini Simba Sports Club wamekuwa ni mjadala mkubwa sana. Najua kabisa kwa kila mmoja anaangalia nini ambacho kinaweza kutokea kwenye finali hii round ya kwanza, lakini round ya pili watu wanauliza vipi itachezewa wapi. Lakini mimi hapa nimekuja na jibu kamili siku ya leo kuhusiana na swala zima mahali ambapo finali round ya pili itapigiwa. Sasa unaweza kujiuliza maswali ni nini na kipi ambacho kipo. Mimi nakwambia kuwa kuna kanuni zinazungumza, na mimi kwa mujibu wa kanuni ambazo nimezipitia kwa siku leo nimeenda kugundua kuwa baada ya CAF wao kutoa matamko kuwa finali inapigiwa sehemu fulani, kubadilishwa mpaka kuwepo na sababu ya msingi ambayo inaweza kusababisha uwanja kubadilishwa. Hii ni kanuni ambayo ipo kwenye kanuni za CAF. Siku ya leo zimetoka, imebidi pia nikazama kule nikaangalia. Kanuni za CAF zinazungumza vizuri sana kuhusiana na swala zima. Kanuni ya 9.3 inasema kuwa mahali au tarehe au muda wa mchezo wa finali au nusu finali unapangwa na kamati maalum ya CAF, lakini baada ya ushauri kuhusiana na swala zima uwanja gani unatumika au sehemu gani finali itapigwa au nusu finali, baada ya kufanya maamuzi hayo wakaona kuwa watu hawajaridhishwa nayo na vitu kama hivyo, inabidi timu husika ambayo inahusika ndio wakae wa discuss na kumaliza. Lakini swala hili unaweza kuliangalia vizuri ukaona kabisa kuwa kwa upande wa Simba pia inaweza kuwakata kweli kweli, kwa sababu uwanja wenyewe wa Amani Complex ambao umeshachaguliwa kutumika kwa ajili ya finali, ambao umeshachaguliwa na CAF kubadilishwa, lazima kuwe na sababu ya msingi na maelezo ya kipekee. Hiyo sababu ya msingi na ya kipekee tunasubiri kuangalia, je ni ipi ambayo inaweza kusababisha uwanja wa Benjamin Mkapa utumike. Lakini taarifa ambazo tupo nazo usiku wa leo au jioni ya leo ni kuhusiana na swala zima la ndugu yetu Rais Peter Motsepe, kuwa amesema kuwa siku ya kesho tarehe 18 saa 3 kamili atazungumza kuhusiana na swala zima la uwanja. Je, ni uwanja gani ambao utatumika, kwa sababu simu zimekuwa nyingi sana kwenye mfuko wake. Tunajua viongozi mbalimbali ambao wanaishabikia Simba na Yanga wamekuwa wakipiga simu sana kuuliza vipi, kwani uwanja Benjamin Mkapa una kasoro gani. Na tumepata nafasi pia kumsikiliza mwana FA pia akizungumzia kuhusiana na swala zima jinsi mambo yalivyo, kuwa pichi ilitengenezwa kwa miaka miwili na CAF wao wenyewe ndio walifanya marekebisho, lakini marekebisho ambayo yalikuwa yanaendelea kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa ilihusisha viti, taa, IC na vitu vingine ambavyo vilikuwepo. Nadhani kuwa utapata nafasi nzuri sana, na umepata nafasi tu, utapata nafasi tena ya kumsikiliza hapa mwishoni ili uweze kupata kitu cha kuondoka nacho hapa ndani ya Zoa TV. Hakikisha unazidi kuwa mwanafamilia wa Zoa TV, hakikisha unazidi kuijenga Zoa TV zidi kuwa familia kabisa kabisa. Hii ndio Zoa TV, yanapatikana hapa ndani ya Zoa TV. Mdogo mdogo tunazidi kuelewana, taratibu tunazidi kuweka mambo sawa tu sawa. Bwana endelea kuwa mwanafamilia wa Zoa TV.